Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Message of Mercy COG TV, mahali hapa tulipo ni katika kaunti moja ya kaunti zilizopo nchini Kenya, tunaita Narok. Sio lengo langu kukutambulisha kaunti za nchi, lakini tazama, unachokiona hapa ni kijani cha mimea pendwa kabisa katika nchi hii yenye kuzaa matunda kwa jina Tamarillo. Kama unavyoona, ndani yake kuna hivyo vijani vidogo vidogo vinavyoonekana jinsi hii. Hii si cabbage kama wengine wanavyoweza kuifananisha, lakini inaitwa sukuma wiki. Mimea hii inaweza kuwa migeni sana kwa watu wengi, hasa kwa wakazi wa nchi kama Uganda na Tanzania, lakini katika mahali tulipo nchi ya Kenya ni mimea ambayo ni pendwa ijapo si mingi. Katika hali ya dhambi, dunia hii imeharibika, lakini bado mwangwi wa rehema ya Mungu kupitia uoto huu wa kijani kabisa, Mungu ameendelea kuibariki nchi na kuipatia mahitaji yake kupitia mvua pamoja na udongo ambao kwa amri yake unatuzalia kila aina ya vyakula. Tazama mmea huu uanzapo kuweka maua huwa unafanana namna hii. Majani yake mapana kabisa yakiwa katika umri wa udogo kama namna hii huwa yanaweza kupungua wakati punde tu matawi yaanzapo kuongezeka kwa ajili ya kupata watoto. Kama unavyoona, watoto wake wakiwa wadogo kabisa wanafanana jinsi hii. Tazama ilivyo njema. Mungu akasema, tazama kila kitu ni chema sana. Wema huo haukuisha tu mara baada ya dhambi kuingia, bali unaendelea mwangwi wake na kivuli chake hafifu kinaonekana. Kwa neema ya Bwana tumeitwa kuishi katika mazingira ya namna hii na mengine zaidi ya haya, si kwa ajili ya nyingine, lakini kujifunza upendo wa Mungu jinsi anavyoihudumia mimea. Mmea mkubwa kama huu ulikuwa mbegu moja tu ambayo unaweza hata kuificha chini ya ulimi isionekane, lakini tazama sasa ni kama kimo cha mtu mzima kwa sasa, kwa kiwango cha urefu wa wanadamu tuliofikia. Mimi nikiwa na machache tu, nimeona jua likiwa linazama, nikupatie tafakari hii ya uumbaji Mungu aliyotupatia, ambayo hautaiona katika miji mikubwa na katika fujo zilizopo Kariakoo, zilizopo Posta, zilizopo Mwananyamala, Mbagala, zilizopo maeneo yote ya mikoa mikubwa na majiji kama Arusha, Dar es Salaam na Mwanza. Kwa Kenya hapa Nairobi ni jiji linalotisha sana, ambalo kama wakazi wa Nairobi wangeona kwamba Kenya ina maeneo mazuri kama haya, hawakuwa na sababu tena ya kuishi katika miji hiyo. Mimi ni wako mpendwa Pascal Malongo. Barikiwa.